kikubwa na nafikiri kitakuwa kikubwa zaidi. Wewe ni mmoja kati ya wanawake wenye experience sana kwenye biashara, na hususan biashara ya sabuni umefanya kwa muda mrefu, na tumeona ukubwa wako kwa jinsi ambavyo unaendelea kuperform vizuri kwenye biashara yako. Yes. Unadhani Diamond apate njia gani ili kufikia malengo na faida kwenye biashara yake? Kwa sababu tumeona baadhi ya biashara ambazo alikuwa amezianzisha kama karanga na perfume zilikwenda kudedi, yani kwa maana ya kufa. Nafikiri unajua sio kila mtu anajua biashara, na mimi ni Mchaga. Mimi nimezaliwa kwenye biashara. Wazazi wangu wameuza sabuni, wameuza viatu, wameuza mitumba, wameuza genge. Kwa hiyo mimi nimekuwa naona biashara zinazofeli, naona biashara zinazokuwa. Kwa hiyo ninafikiri yeye kama amesimama sana kwenye mziki na amekuwa mkubwa kwenye mziki, kwenye upande wa sabuni yeye asimame kama kivuli, aandae timu nyuma ambayo inajua biashara vizuri. Strategy ya biashara hizi huwa zinalenga watu wa bei ya chini sana, yani aweke reasonable price ambayo kila Mtanzania anaweza kuafford, na wateja wetu sisi ni wateja wa chini. Kwa hiyo atafute ni jinsi gani ya kuweza kushusha bei, yani bei iwe, sijajua bei yake, lakini bei iwe ya chini ili kila mmoja aweze kununua, lakini pia kuzingatia ubora na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri aandae tu timu ambayo inaweza biashara, ili biashara isifeli ni lazima uwe na timu kama wewe sio mfanyabiashara kwenye upande wa bidhaa. Hongereni pia wasanii, sasa hivi tumeona biashara ndio zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo nimeona hata Platinum amezungumza kwamba sasa hivi wasanii wengi wamejikita kwenye biashara. Pengine kupitia sanaa na biashara kuna mlingano gani katikati? Mimi nafikiri sanaa ni kitu ambacho kimetufanya sisi tujulikane. Kwa mfano mimi sasa hivi niko location. Ni wiki ya 3 sasa niko location, naandaa kazi yangu, na series yangu ambayo niko naiandaa. Lakini leo nimesimamisha kwa sababu mimi ndo muhusika, kwa hiyo nimesimamisha kwa ajili ya kuja kumsupport Diamond. Kwa hiyo nafikiri tukiwa kwenye sanaa tunapewa majina na wafuasi wetu, si ndio? Kwa hiyo unapoingia kwenye biashara usisahau sana. Mimi nilijikita sana kwenye biashara kwa sababu niliona ndio inanipa faida, na nikaona kwamba wale maproducer hawanitendei haki. Kwa hiyo nikakaa chini, nikakuza mtaji wangu. Nilipokuza mtaji wangu ndipo nilipopata na mimi nikiingia location na wale ambao hawaitwi kwenye cast. Unajua kuna wasanii wengi sana wazuri sana, lakini wanaitwa wale wale, wanatumika wale wale, lakini unakuta kuna producer ana watu wake. Kwa hiyo najaribu kufanya kwamba mimi nilinyanyuliwa na mimi ninyanyue wengine. Kwa hiyo natengeneza ambacho kitakuja kunyanyua watu wengine. Kwa hiyo kupitia sanaa yetu inatusaidia sana kwenye biashara. Yani sanaa inatusaidia kwenye biashara kwa sababu kuna mtu anatusaidia sana kwenye biashara, lakini pia ukiwa msanii, ukiwa star, make sure biashara yako inakuwa bora ili iendelee kuuza vizuri, isiuze kulingana na jina lako. Yani uza ile bidhaa kwa ajili ni nzuri. Kwa hiyo nafikiri hivyo. Mama P, ulikuwa ndani kwenye iftari na kwenye meza yako ulikuwa umekaa wewe, Rushaina pamoja. Kutokea kwa mambo ya kuzindua sabuni tumesifia, na nikawaambia the way biashara ilivyo, kwamba akifanya hivi itakuwa hivi, itakuwa hivi. Lakini pia nilichokipenda ni waziri wa viwanda kaongea kitu kikubwa sana pale. Unajua ukishakuwa msanii kuna namna unaweza ukaenda kwa wenzetu au kupata vibali, alafu kuna namna watakuona kwa jicho lingine. Kwa hiyo kuna sentensi kaongea akasema, nyie ni wasanii, vyoo vya jamii, mnazeeka, career yenu inaisha. Kwa hiyo ukiamua, tukiwaona mnawekeza kama hivi Diamond alivyofanya, tunafurahia, na kama kuna chochote kile ambacho mnahisi kwamba mnahitaji, TBS wapi mje kutuona. Kwa hiyo hicho kitu niseme tu kwamba kwa leo nilivyokuja hivi nimeondoka na baraka hiyo. Mimi na jambo langu nitaenda kumuona waziri. Kwa hiyo nimefurahia, ni kitu ambacho nilikuwa nazodoa. Mimi siwezi kukaa nikaanza kuongea umbea sasa hivi. Nachukua vile vitu ambavyo vinanifaa, napongeza, nashukuru hivyo. Lakini kingine tulikuwa tunaongea tu umbea, ni mtu akipita kidogo mimi na Masha mbea. Kuhusia swala ambalo linaendelea kuhusiana na Rushi Lipi katika sakata ambayo linaendelea kwenye mitandao. Okay, actually hatujazungumza na siwezi kuzungumza kitu kama hicho. Lakini nilivyomuona tu Rushaina na ni picha ya Aunty Ezekiel ikaja ndindi, nikasema mimi na Aunty tukifumwa DM zetu tumeisha.
Kuna maana gani? Tunapiga umbea sana mimi na Ntezeke. Kwa hiyo nilivyomuona Rushaina nikakumbuka kwamba natakiwa kufuta DM. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ndio sign ya kwanza, kwa sababu bwana, mtu kurudishwa ni kitu kibaya sana. Kwa hiyo wambea wenzangu wasio sana. Kwa hiyo kuniambia baadhi ya wasanii mlio wengi ni wambea? Hapana. Hapana, ni mimi na Anti tu. Kwa kupi nyinyi ni wasiri wewe na Ntezeke katika mambo ya wasanii? Hapana, umuongelea umbea. Na nikakwambia mimi ninazodoa naye ni Ntezeke. Mwenzako. Kwa sababu hatujai kurudishana. Sawa. Wolper msanii ni kioo cha jamii pia. Hapa katikati msanii mwenzenu katika tamthilia na mambo ya movie Nicole alipitia katika janga, inasemekana yeye watu wamemwamini kutokana na sanaa yake. Alipiga watu hela kama milioni kadhaa hapa mpaka polisi na nini. Inavyodaiwa. Mpaka sasa hivi pia amepata dhamana, ametoka. Kuna namna unahisi msanii mwenzenu hakika amewachafua labda kwenye industry, au kuna namna huwa nyinyi wenyewe kwa wenyewe wasanii mnazungumzana kwenye masuala kama haya? Hapana, mimi nafikiri Nicole kwa sababu ni rafiki yangu, ni mtu ambaye ninamjua. Nafikiri kuna namna ambayo atakuja kuiongea vizuri na kuelewesha watu vizuri. Kwa sababu milioni 180 kwa msanii ni hela ndogo sana. Na kwa Nicole na ninavyomjua mimi ni hela ndogo sana. Sidhani kama hela kama ile inaweza kumchafua. Unajua sisi binadamu kuna vitu vingi sana. Umenielewa Lakini pia tunapitia mambo mengi sana. Lakini kuna watu pia wana nguvu zao na wana uwezo wa kufanya wanavyojua wao wenyewe. Kwa hiyo kwa hilo siwezi kuliongelea na siwezi kulizungumzia, lakini ninaweza kusema kwamba sidhani kama ni hela ambayo inaweza ikamshinda Nicole. Umenielewa Kwa sababu kama yeye ni mpambanaji, nadhani mnamuona anapopambana kila siku, anavyopiga domo kila siku, anavyotangaza matangazo ambayo mengine hata hayafai. Kwa hiyo ni mtafutaji na ni mpambanaji, na sijawahi kusikia skendo ya yeye kuwa mwizi, kwa sababu kuchukua hela za watu ni wizi. Kwa hiyo sijawahi kusikia hiyo skendo anayo. Kwa hiyo nafikiri hilo nitamwachia yeye mwenyewe, na niwaambie tu watu wengine matatizo yanampata kila mtu, na wasipende kuongea kitu ambacho hakijatoka kwa muhusika, kwa sababu hii ni mitandao. Social media inaweza ikakujenga au ikakubomoa. Kwa hiyo mara nyingi unapofanya kitu kwa mtu, kwa mwenzio, angalia na wewe pia ukifanyiwa au ikifanyiwa kizazi chako itakuwaje. Kwa hiyo nafikiri hicho kitu tumwachie yeye, lakini kwa mimi na kwa imani yangu na ninavyomjua sio mtu wa kuzalilika kwa milioni 180. Wolper, niongeze kitu hapo. Kuna baadhi ya watu walikuwa wanasema Wolper ni rafiki yake, lakini hakuzungumza kitu chochote tangu sakata zima la Nicole kukamatwa na ile skendo ya kusemekana kuwa amewadhulumu watu milioni 183, lakini pia bado likaja swala la yeye kupatiwa dhamana ya mali yoyote ambayo haihamishiki na shilingi milioni 43 kama 48 kama sikosei vizuri. Watu wakawa nasema kwa jinsi tunavyomfahamu Wolper na rafiki yake anapitia hali ya changamoto kama hii, basi kuna urahisi ama unafasi fulani ukafanyika Wolper kafanya kitu. Wengine wakasema, wakaenda mbali zaidi, wakasema kuna wasanii wengi, kwa nini wasitumie nafasi hii kumchangia Nicole ili kupata dhamana, apate kutoka kule ndani ili aje nje kulipia chochote kitu cha watu. Tuanzie hapa kwanza. Wewe uliafikiana na swala zima la watu kuchanga? Hapana. Chamu kimoja tu na kumza maneno kimoja tu kiko Kigamboni hapo, ningemdhamini, lakini hajahitaji mchango, na ni mtu ambaye nilikuwa naongea naye from day one mpaka mwisho. Yaani najua kila kitu na ameniambia kila kitu, na ndio maana nasema kwamba atakuja kuzungumza yeye, ukweli utatoka kwenye kinywa chake yeye. Simaanishi waliozungumza ni waongo, hapana, ila ukweli atauongea yeye mwenyewe. Ila tu niseme kwamba usipende kumnenea mwenzio. Yaani milioni 180 sio ya kumchafua mtu kwa kweli. Umeelewa? Kwa hiyo yeye mwenyewe atakuja kuzungumza na kusema na kujua ukweli. Kikubwa kusema kwamba Wolper ameshindwa kumchangia, sio kweli. Zadani kabisa zinasemekana kuwa hati ya nyumba ambayo imewekwa polisi kwa ajili ya dhamana ya Nicole ni nyumba yako ambayo unaishi. Ni kweli hilo? Mimi nyumba yangu sio thamani ya milioni 100 tafadhali. Hata ya wafanyakazi wangu haina thamani ya milioni 100. Ni zaidi hapo. Na pia hajasema yeye Nicole.
Ni kweli wewe ndio ambao umemwekea dhamana? Hapana. Hakisema yeye Nicole, msikilize. Na sina nyumba ya thamani ya milioni 100. Kwamba haujahusika kwenye dhamana ya Nicole. Yaani akisema yeye Nicole mwenyewe ndio mumsikilize. Na mimi sio msemaji wa Nicole, mimi ni rafiki wa Nicole, na ukweli ninaojua mimi wote ninauona kwenye Instagram, hakuna hata kimoja. Kwa hiyo ndio maana nashangaa na nasema kwamba ukweli atausema yeye. Siku hizi bwana, kuna mambo ya sheria. Naweza nikazungumza hapa hata kama ni rafiki yake akaniweka ndani. Na mimi siko tayari kwenda ndani jamani, na watoto wangu wadogo wale wawili. Kwa hiyo siko tayari kuwekwa ndani. Ila hongera Wolpa, wasanii wengi hawajifront kusema, lakini unahusika pati kubwa sana kuwasaidia. Yaani wasanii utasikia Wolpa alihusika. Dada fulani mwenye huruma zako. Yaani unasema Wolpa amehusika. Lakini sio wewe kuja front kuzungumza. Yaani wewe front hujaji, lakini hiyo huja baadaye, yani kwamba mtu utakuja utamuuliza kitu fulani, baadaye atakuja kusema sio wakati ambao yeye amepitia tatizo na wewe umeweka mkono wako. Nikwambie kitu, mimi nafuturisha kuanzia siku ya kwanza mpaka leo. Watu 250. Natoa umeme kwenye misikiti 20. Ushakuniona nimepost? Kwa hiyo anayeongea sana, kwa hiyo anayeongea sana, mwache ongee. Umeelewa? Anayetaka kusaidia hazungumzi maidia. Anasaidia kimya, anakaa kimya. Kwa hiyo ni hivyo tu. Mimi sijahusika, na yeye mwenyewe atakuja kutoka atasema nani kahusika, na yeye ataongea kila kitu ukweli kuhusiana na kesi yake. Mimi binafsi ni mtu ambaye navutiwa sana na interview zako na ambazo unazifanya. Nataka nijue unayakwepaje maswali ya wanahabari yenye mitego na kuhakikisha kwamba maisha yako yananyoka bila kuchafuliwa na wanahabari. Actually mimi ni msanii, nimekulia kwenye sanaa kuanzia 2007 mpaka sasa hivi, ni miaka mingi sana. Kwa hiyo nafikiri ninajua kudili na nyie na ninawapenda sana. Tukutakie usiku mwema. Asante. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.